Mtazamaji wa Manara TV, karibu katika mwendelezo wa mazungumzo wa mahojiano mbalimbali na wadau wa soka kutokea hapa nchini Tanzania, ikiwa leo ni Ijumaa ya Juni 26, 2026. Na kikubwa ambacho tunazungumza hapa ni kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kila timu imesalia mechi mbili pekee kukamilisha duru hili la 2026 msimu huu 2025 2026. Hii leo tumepata nafasi ya kumtembelea mwenyekiti wa mashabiki wa klabu ya Wananchi Young Africans, si mwingine muite Captain Kizinga. Tuko naye hapa kuzungumza namna ambavyo mwenendo mzima wa timu yake Young Africa, jinsi ambavyo unakwenda. Mechi mbili ambazo zimesalia, kesho watakuwa kibaruani dhidi ya TRA Football Club, lakini mchezo wa mwisho watakamilisha ratiba dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Mbweni. Tunakumbuka mara ya mwisho Yanga kucheza katika uwanja wa Mbweni Meja Jenerali Isamuhyo ilikuwa ni mchezo wa Kariakoo Derby dhidi ya mtani wake Simba Sports Club, na mchezo ulitamatika kwa sare ya magoli 2-2. Kesho hali itakuwaje dhidi ya mwenyeji wa uwanja huo JKT Tanzania? Mimi na wewe tufahamu, lakini dakika 90 zitatuambia kwamba nani ambaye anapata ushindi katika mchezo huo wa mwisho kabisa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kesho ni Yanga dhidi ya TRA Mwenge katika dimba la KMC Complex. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kheri. Kheri, vipi hali? Salama. Ndio, kwema? Alhamdulillah, tupo. Karibu sana makumbusho. Nimekaribia makumbusho. Karibu sana. Kikubwa tunazungumza mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, hasa kwa timu yako ya Wananchi Young Africans, ambapo mechi 28 tayari zipo kibindoni, alama 69 mmezikusanya katika mechi zote hizo 28 ambazo mmecheza. Tukianza na mara mwisho tulikuja hapa tulizungumza kuelekea mechi ambazo zilikuwa zinafuata, na mechi ambayo ilikuwa inafuata mbele yenu ilikuwa ni mechi ya nusu finali kombe la shirikisho la nyumbani hapa CRDB Bank Federation Cup dhidi ya Azam FC, na ulisema kwamba unaamini kabisa kwenye mchezo ule mnakwenda kupata ushindi, lakini sivyo bahati, mkapoteza kwa idadi ya magoli 3-2. Tuanzie pale kwanza kwenye mchezo wa hatua ya nusu finali, na tunavyozungumza mmeondoshwa kwenye kombe hilo ambalo mmeshiriki michuano hiyo mara 5 mfululizo. Ya, ni kweli. Kwanza tuna masikitiko makubwa kuhakikisha tunadondosha kombe ambalo tulikuwa tunalishikilia tangu limeanzishwa, tangu limeanza kudhaminiwa na benki. Tumelipoteza, tumesikitika, lakini tunasema kuteleza sio kuanguka, tunainuka. Sasa tunaangalia kilichopo mbele yetu kilichopo ndo tunachotakiwa kukipambania. Yale yameshapita. Tulipoteza dhidi ya Azam, ilikuwa ni bahati mbaya kwa sababu unaweza ukaona goli la 3 tunafungwa, ni goli ambalo limetokea kwa bahati mbaya. Ibrahim Baka anarudisha mpira kwa golikipa, wanapishana, lakini ameenda kuyasawazisha makosa kwa kutuandikia bao la kwanza dhidi ya Azam kwenye mchezo wa ligi, na ndio mambo ambayo wanayafanya mabeki wetu wanapokuwa wamekosea. Kuna wakati wanaongeza jitihada sana, wanakwenda kutupa kile ambacho tulikuwa tutarajii, wanakwenda kusawazisha makosa. Tumwangalia Bakari Nondo, baadhi ya makosa aliyafanya wakati ule dhidi ya Dodoma Jiji, lakini baadaye alikuja kutulia vizuri, akatulia mchezoni vizuri, afanya vizuri, lakini akaja akatupa na mabao mengine alitufungia. Kwa hiyo kwa sisi tunasema yale yamepita, tumeshapoteza, lakini tunachoendelea mbele sisi ni kuhakikisha tunashinda michezo iliyobaki. Lakini kwenye upande wa CRDB Federation tumepoteza, lakini kulipoteza kombe bado tunahitaji kuwapa support ya Azam FC, na tumetangaza rasmi kuwa tutakuwa sambamba na Azam FC. Yaani Azam FC popote walipo, basi nyuma yao na sisi tupo. Tutashikamana na Azam kuhakikisha Azam FC analichukua kombe, na nikuhakikishie kombe Azam FC atalichukua. Azam anachukua kombe. Analichukua. Kwa juhudi zenyu nini? Sisi tutaweka mkono wetu pale Azam FC atachukua kombe. Hatari. Nakwambia fekipa febeki. Azam lazima achukue. Anachukua. Nani wa kumzuia Kitambala bora? Hakuna. Jitu kabisa lile. Nani wa kulizuia? Kwamba na nyinyi mlishindwa kuwazuia. Kitambala ukimwangalia kama kilo 800 hivi. Alafu ukampelekea kibabagi yule pale mwenye kilo 28. Si dhambi hizo. Kwa mimi naamini kabisa. Yaani hapa na Kitambala. Hapa na Njita yule siju nani? Alafu kuna Faisal, Fela Sufi, Zanzibar Finance. Wewe marashi. Perfume ya kutoka Zanzibar. Wewe. Kizinga, baada ya kupoteza mchezo ule wa nusu finali, mchezo uliokuwa unafuata pia ilikuwa ni dhidi ya mpinzani huyo Azam FC, na upande wa pili watani wenu walionekana kufurahi sana
kwa nyinyi kuweza kufungwa na Azam, na waliamini pengine kwamba huenda mchezo unaofuata wa ligi pia mngeenda kupoteza dhidi ya mpinzani yule yule. Nikumbushe moment, pressure kiasi gani ilikuwa kwako wakati uko pale katika uwanja wa Amani Complex? Pressure ilikuwa kubwa, lakini pia vile kwa maandalizi ambayo tuliyapata yalikuwa ni mazuri sana. Kwanza nimpongeze rafiki yangu Abutwalib Msheri, goalkeeper namba 2 wa Young Africans. Moja kati ya watu ambao walituliza ile pressure yangu mimi ni pamoja na yeye. Okay. Sababu nilikutana naye Zanzibar katika mazungumzo ya hapa na pale, tukazungumza, akaniambia kapteni, usiwe na wasiwasi, game tunashinda. Morali iko juu, wachezaji wana morali ya kutosha. Tulipoteza mchezo ule kwa bahati mbaya tu, lakini hatuwezi kupoteza mara ya pili. Maneno ya Abutwalib Msheri yalinijenga, yalinipa imani ya kutosha sana na kuniambia kwamba usiwe na wasiwasi, game tunashinda. Kwa hiyo ilinipa hamasa kubwa ya kuamini kwamba mchezo huu tunakwenda kucheza na Azam FC tunashinda, na imani ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo tunashukuru wachezaji wetu walipambana vizuri, walijitoa, walipambana sana, wakaweza kufunga. Pressure ilikuwa ni kubwa, waliwapelekea Azam sana moto. Kipindi cha pili unaweza ukaona, unajua unapomkamata mtu kwa makosa ambayo ameyafanya, piga kweli kweli. Kwa hiyo Azam FC goli la kwanza lile kaona hapana, pressure endelee. Pressure imepelekwa sana, unaweza ukaona ubora wa Depu, namna ambavyo hakukata tamaa kwenye movement ile pale mpaka anakuja kusababisha penalti, anaandika goli la pili. Lakini unaweza ukaona Prince Dube kwa namna ya ubora aliyokuwa nao, ndio striker pekee katika nchi yetu na East Africa Mashariki ambaye anajua kujiposition kwenye kila nafasi na ni machachari sana. Anaweza kutia pressure, tunakwenda kupata goli la tatu. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha sana, ilikuwa ni sherehe ambayo imetupa taswira sasa ya kuelekea kutangaza ubingwa wetu. Japokuwa bado mechi zetu zilizobaki hizi mbili ni mechi ngumu kweli kwa sababu ya namna ambavyo wapinzani ambao wanatufuata sisi kwenye kuelekea ubingwa huu ni wapinzani ambao lazima tuambizane ukweli, ni wapinzani ambao hawalali, wapo macho, ni wapinzani ambao huwezi kuwaona kwa jicho la nyama, lakini kwa jicho fulani wanaonekana wanafanya kazi ya kutosha sana. Hawalali, wanazungukia sana katika viwanja vya KMC, hawalali, wanazungukia katika viwanja vya JKT, huku wakitaka kuhakikisha kwamba lile biliani letu la NBC Premier League wanalitia mchanga. Kwa hiyo lazima tuambizane ukweli, mwenye kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa dua na sala mwelekee. Vita bado hatujaimaliza, mechi hizi mbili tunaweza chochote kikatokea kwa sababu ya namna ambavyo watu hawalali, wanataka walitie mchanga biliani letu. Okay. Kwa hiyo lazima tupambane. So kuna ugumu au urahisi kiasi gani kuhakikisha kwamba mnakwenda kutetea kombe lenu kwa mara ya 5 mfululizo? Ugumu uliopo ni namna ambavyo vita nje ya uwanja. Vita nje ya uwanja unaweza ukaona kama Simba wametupa taulo kuelekea kwenye ubingwa, lakini taulo hawajalitupa bado. Hawajalitupa kwenye njia ipi? Hawajalitupa kwa sababu ya kama hivyo nilivyosema, ya nje ya uwanja. Hawawezi kulitupa. Nje ya uwanja taulo linafanya kazi vibaya mno, lakini ndani ya uwanja wao wanaendelea kushinda mechi zao, na niwapongeze kwa kushinda mchezo dhidi ya Mtibwa, na sisi tunataka namna hiyo. Simba endelee kushinda mechi zake, lakini tuacheni na sisi tushinde mechi zetu, ili tutakapokutana mezani tuende tukashukuru Mungu kwamba sisi tumemaliza mechi zetu salama na wao wamemaliza mechi zao salama. Tutakwenda kuandika historia kwenye maisha yetu ya Young Africans. 2021-22 kama sikusahau, Simba ametukabidhi ubingwa kwa tofauti ya alama moja. Walitufunga tukatoka nao sare mchezo wa pili. Sare tuliotoka nayo ilikwenda kutufanya sisi tukawa mabingwa kwa tofauti ya alama moja, ambao Simba katukabidhi kwa mikono yake kwa ile sare. Lakini pia vile tunakwenda kucheza na Simba mwaka juzi kama sikusahau, Simba anakwenda kutukabidhi kombe mikononi. Nafikiri jana tumesherehekea kumbukumbu ya siku ya kumfunga Simba goli 2 na kutukabidhi kikombe kwa mikono yake. Kwa Simba alitukabidhi kikombe kwa mikono yake kwa kumfunga goli 2. Tofauti alama moja ilikuwa. Yes, tofauti alama moja, lakini tumepewa lile kombe na yeye kwenye mikono yake. Lakini tunataka kwenda kuandika historia nyingine. Mara ya 5 mfululizo Young Africans tunachukua ubingwa. Lakini sio tu mara ya 5 mfululizo. Tunakwenda kuandika historia ya kulichukua kombe mara ya 3 anatukabidhi Simba kutoka kwenye mikono yake mwenyewe. Kwa maana ya kwamba tulitoka naye sare pale visiwani Zanzibar, tukapata alama moja. Tumetoka naye sare katika maeneo ya Meja Isamuyo, tukatoka sare tukapata alama moja. Kwa maana ukizijumulisha unapata alama ngapi? Alama 2. Tukimaliza huu msimu wa ligi
na tofauti ya alama 2, maana yake ni kwamba Simba anakuwa ametukabidhi ule ubingwa sasa kwa mikono yake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba tutamshukuru Simba kwa kuwa na mapenzi ya dhati sana kwa Young Africans. Hajawahi kutuacha pindi ambapo tunatafuta jambo letu, anatushikilia, anatuonyesha upendo wa dhati. Kwa hiyo ni mtu wetu sana wa karibu, ambaye kwenye mafanikio ya Young Africans ukiyazungumzia, yani kwenye mafanikio yetu sisi, yani yeye ndo kachangia mchango mkubwa zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo anapaswa kupewa maua yake. Kesho ni Yanga dhidi ya TRA Mwenge pale katika uwanja wa KMC. TRA kabla hajabadilishwa jina aliwahi kuwafunga kama unakumbuka vizuri, msimu ulitamatika mlikuwa mabingwa, lakini katika mechi ambazo mlipoteza pia ilikuwa ni kati ya hawa kipindi kwa kifahamika kama Tabora United. Mchezo wa kwanza pale Sheikh Amri Abedi Kaluta mligawana alama. Kesho mnakwenda kucheza mechi nyingine ngumu. Kuna namna kama kuna pressure kubwa kuelekea mchezo huu kuhakikisha kwamba alama 3 kwenu ni muhimu, kwa maana mpinzani naye muda huo naye atakuwa katika uwanja. Sio tu kugawana alama katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Tuligawana alama lakini tukiwa na shujaa wetu Djigui Screen Protector. Moja kati ya magolikipa ambao tunajivunia, ni magolikipa bora katika bara la Afrika. Alifanya saves moja ya maana sana dakika za mwisho TRA wakienda kutufunga goli. Lakini alifanya saves moja kali sana ikatupelekea sisi kuwa katika mikono salama, tukapata alama 1. Mchezo dhidi ya TRA wa kesho ni mchezo mgumu. Ugumu wake wa huo mchezo unaweza ukaona. Hata umemsikia mchezaji wa TRA akizungumza kwamba hao wanaotutegemea sisi, kwa nini watutegemee? Lakini sisi tupo kwenye kupambania timu yetu. Unaweza ukaona kwamba ni kweli kuna watu wanawategemea wao wawape ubingwa. Umeelewa? Tunasema kwamba wana Young Africans tunatakiwa kusimama imara, kuhakikisha katika mchezo ambao hii michezo miwili ambao wanaitegemea watu wanaitegemea hii michezo miwili ili ikawasaidie wao waweze kuchukua ubingwa. Tusimame imara kuhakikisha tunapambana kuwapa support wachezaji wetu. Siku ya kesho twende tukajae kwa wingi katika uwanja wa KMC, ili wachezaji wakija kuangalia sasa KMC namna ambavyo imetapika pale, wanakwenda kupata morali ya kutosha. Mimi ni kuhakikishia, yani kesho hutakiona kipala cha Chabwedo kikifanya kazi katika dimba la KMC. Wewe. Na I'm telling you, Chabwedo kipala chake kina matumizi ya solar power kikiwa mkoani. Kizinga. Solar power haiwezi kushindana na umeme wa TANESCO katika maeneo ya mjini. Kipala kitabaki kutamba katika eneo lake la wapi? La shamba. Lakini umeme wa TANESCO unafanya kazi vizuri ukiwa katika maeneo husika. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba kipala cha Chabwedo hakitafanya kazi yoyote katika dimba la KMC. Atakuwa ametulia. Jogoo shamba hawiki mjini. Kama maji ya mtungi vile. Kama maji ya mtungi. Na hakikisha kabisa siku ya kesho tunapata alama 3 ambazo zitakazotusogeza sisi kuelekea kwenye ubingwa wetu. Naamini tutaupata. Kizinga, msimu uliopita mchezo wa mwisho dhidi ya Simba ndio uliamua ubingwa wenu kwa tofauti ya alama 1. Lakini msimu huu mpo mbele kwa alama 2 na mechi 2 mkononi. Upi msimu mgumu kwako? Msimu mgumu sana ni huu hapa. Kwangu mimi huu ni msimu mgumu kwa sababu uliyekuwa unamdhania ndiye, kumbe sie. Sikutegemea kama ningedondosha alama dhidi ya Dodoma Jiji. Niliamini Young Africans kwa ubora tuliokuwa nao tunakwenda kuchukua bila kupoteza. Lakini haikuwa hivyo. Tumekwenda kupoteza katika mtu ambaye hatukumdhania. Kwa hiyo lazima tupambane wana Young Africans, kwamba hata huyu mpinzani ambaye tunakwenda kukutana nao wao wawili tusije tukawabeza, kwa sababu chochote kinaweza kikatokea. Sababu kama tuliweza kumbeza Dodoma Jiji tukapoteza, vipi TRA, vipi ya JKT? Kwa hiyo ni namna ambavyo tunatakiwa kwenda kupambana, tuhakikishe tunawasapoti wachezaji wetu, tujitoe. Wale ambao tunaweza kwenda kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa dua na sala, twende tukafanye kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu anatutilia wepesi katika ubingwa huu. Ni ubingwa ambao una mazonge mengi, ni ubingwa ambao una vitu vingi, ni ubingwa ambao mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe ziko taarifa tumezipata kwamba KMC mpaka sasa hivi ina harufu ya damu, inanuka damu. Kuna watu tayari wameshakwenda kuweka kibanda chao ndani. Kuna watu wamekwenda kuhakikisha kwamba Young Africans siku ya kesho apati matokeo dhidi ya TRA. Kuna watu wametenga fungu la kutosha kuhakikisha TRA kama mtashinda mchezo huu, basi tayari moja kwa moja mtajizolea kitita cha shilingi milioni 130. Kwamba tayari ahadi washapewa. Nakupa za chini hizo. Mnyama kaandaa fungu la kutosha. Kizinga. Nakupa hizo, huwezi kuzipanda sehemu nyingine. Kwamba mnyama kamwahidi TRA akiwafunga Yanga kuna kibunda. Hizi nazokupa watu wengine wanauza, mimi nakupeni Manara bure hizi. Mnyama kaandaa fungu kwamba
TRA, endapo utatoa sare utajizolea kitita cha shilingi milioni 90. Kama utamfunga huyu bwana basi utajizolea kitita cha shilingi 130 kibindoni. Kila mchezaji atapata. Hawa hawajaanza leo kuahidi. Waliwaahidi watu watawapatia Kia enzizo na Kia hawakupata, lakini ahadi hii wameitoa, watawapatia kweli. Mimi nakwambia mnyama kadhamiria. Kwa hiyo msimu huu ndio mgumu. Huu ndio msimu mgumu kuwahi kutokea. Yaani mnyama yuko na sisi. Yaani bega kwa bega. Tunapotia mguu, huwezi kutoka Mbweni unakuja KMC, wewe unakuja kufanya nini dakika za mwisho? Kama sio kuja kulitia biliani letu sisi mchanga ni nini? Lakini na msemo wenu kwamba aibu wataona wao. Wataona wao ndio. Pamoja na nini, nataka nikwambie kitu kimoja. Young Africans, yani ukiwa peke yako huwezi kuifunga. Labda muungane wengi kama walivyoungana pale katika jiji la Mwanza. Ndio wakatwenda kutuondosha sisi kwenye michuano ya CRDB Federation. Wale waliungana. Si umeelewa? Lakini ukiwa peke yako huwezi kutuondosha sisi. Kwa hiyo mimi naamini wana Young Africans taarifa za pale KMC wameshazipata. Naamini mpaka sasa hivi wanaendelea kufanya maombi, wanaendelea kufanya dua kuhakikisha kwamba nguvu wanazozitumia hao watu walioshirikiana wanakwenda kufeli. Sisi tunajua ushirikiano waliokuwa nao. Wako wachezaji ambao wako kwa mkopo wa kwao. Hao ndio wanaowatumia kuhakikisha kwamba siku ya kesho balaa lituangukie sisi. Sasa sisi tunachowaambia ni kitu kimoja. Kama umeshindwa kuutwanga, bwana, ukiwa umekauka basi wewe utakwenda kula mbichi. Simba sasa. Ndio nakwambia. Kwa sababu kama umeshindwa kumfunga Young Africans wewe, unategemea nani aje akusaidie wewe? Si umeelewa? Mimi nakuhakikishia tutaendelea kupambana kadiri ya uwezo wetu kuhakikisha Young Africans inachukua ubingwa. Tunakwenda kutamatisha msimu wa 25-26. Msimu mpya utakapoanza, mchezaji gani ukisikia anaondoka kwenye kikosi cha Young Africa nafsi yako itasononeka na kuumia sana, na kwa nini? Baadhi ya nyota wote ambao wamefanya vizuri, wachezaji wengi wa Young Africans wamefanya vizuri, lazima tukubali, wamejitoa sana. Na kama kuna msimu ambao Young Africans wachezaji wamevuja jasho lao kwa sababu ya mapenzi ya kazi yao na mapenzi ya wanayanga, kama kuna msimu wachezaji wamepambana kutengeneza furaha ya wanayanga, kama kuna msimu wachezaji wametengeneza afya zetu kwa kutengeneza furaha zetu, kwa sababu ukiwa na furaha ni pamoja na kujenga afya. Kama kuna sehemu wachezaji wa Young Africans wameijenga furaha yetu ni katika msimu huu. Wamepambana sana kuhakikisha kwamba sisi tunapata furaha. Timu inacheza leo, inapumzika kesho, kesho kutwa inacheza. Inacheza leo, inapumzika kesho, kesho kutwa inacheza. Maana yake ni nini? Imejitoa sana. Yaani wachezaji ilifikia hatua wakawa wanaomba japo itokee chochote kile ili wapate mapumziko. Bahati nzuri ikatokea FIFA break, ile FIFA series, wachezaji wakapata mapumziko, lakini vinginevyo tulikuwa tunakwenda kupoteza vibaya mno. Kwa hiyo walijitoa na wakiwa wamechoka, fatiki ya kutosha, lakini walipambana sana. Kwa hiyo huu ni msimu mgumu ambao mimi sitamani kuona mchezaji, na kama itatokea basi hilo ni swala la technical bench pamoja na uongozi katika sehemu ya maboresho ya wachezaji. Lakini mimi wachezaji wote kwangu wamefanya vizuri, na wapenda na ninawakubali, wametuheshimisha mpaka sasa hivi. Ikitokea timu yako imefungwa mchezo wa kwanza, ikafungwa mchezo wa pili, ikafungwa mchezo wa tatu, bado utaendelea kuamini kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, ama utahisi kuna namna? Nitaendelea kuamini mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, ni mchezo ambao wakati mwingine na bahati ipo, kwa sababu mimi nani nisifungwe. Nilikuwa nimejilinda kwa kiwango kikubwa sana, lakini Dodoma Jiji alikuja kunifunga, ni mtu ambaye sikutegemea kama anaweza kanifunga. Kwa hiyo chochote kinaweza ikatokea. Kama itatokea nimepoteza, basi sawa, itakuwa ni football na lazima iwe hivyo. Football lazima iwe hivyo, kwamba utafungwa, utashinda, utasare. Hatujaumbiwa kushinda sisi mechi kila mechi, hatujaumbiwa sisi kupata furaha. Hata wengine nao kuna namna wanapaswa na wao kupata furaha. Unaweza ukaona furaha yangu mimi imesababishwa na Azam walimfunga Simba, tulifurahi Tanzania nzima, wana Yanga. Lakini sisi tulifungwa na Dodoma Jiji, wana Simba wote popote walipokuwa ulimwenguni walifurahi, na paredi lilipigwa pale Dodoma. Ndio football jinsi ilivyo. Kwa hiyo kitakachotokea sisi tutakipokea, lakini tunajitahidi kupambana ili kisitokee hicho ambacho wewe umekizungumza. Kushinda ubingwa na kushinda dabi, kwako bora kipi?
Mimi kwangu bora kushinda ubingwa. Mimi sio kama mashabiki wa Simba ambao wamekuwa wakisema wao bora ubora wao ni kumfunga Yanga. Mimi siko kwenye hizo, sababu ubora wa Young Africans ni kuchukua mataji na tunakwenda kulichukua taji kwa mara nyingine. Mimi siwezi kuwa kama mashabiki ambao hawana mapenzi ya dhati na timu yao. Kwa mfano ukiangalia mashabiki wa Simba, mimi nasema ndio mashabiki pekee ambao hawana mapenzi kabisa na timu yao. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia ndio mashabiki pekee ambao wameitia hasara timu yao sana kuliko watu wengine wote. Simba wamefungiwa mara ngapi? Mashabiki sio kufungiwa, kupigwa adhabu. Mashabiki wa Simba wamesababisha hasara kwenye timu yao. Timu imepewa adhabu ya milioni 10, milioni ngapi kwa sababu ya vurugu zao, si ndio? Kwa hiyo siwezi kuzungumza kama mashabiki wale ambao wamekuwa wakitia hasara timu yao. Mimi mara nyingi nasema bora hata Mzee Saidi ana mapenzi ya dhati na timu yake kuliko mashabiki wengine wote, kuliko hata wakina Mzee wa Saruti, wakina Kisugu. Huyu ni bora kwa sababu anaangalia Simba yake kwenye television, lakini ukienda kuangalia wewe KMC unakwenda kurusha mawe, unakwenda kupiga watu na machupa, baadaye timu yako inakwenda kuadhibiwa. Nani bora sasa hapa? Tumalize, Yanga imetangaza mchakato kuelekea uchaguzi mkuu 2026. Unatamani kumuona Engineer Hersi Ali Saidi akiendelea kuwa rais wa Yanga? Sana. Na nitumie nafasi hii kuwaomba mashabiki na wanachama wa Young Africans. Young Africans tumedominate furaha yetu mpaka kufikia hapa ni kwa sababu ya viongozi bora ambao tuliwaweka. Na hawa viongozi nikwambie tu kweli hawakuja hivi hivi. Pindi unapokuwa wewe unakosa furaha, kuna wakati lazima muelekee Mwenyezi Mungu namna gani unaweza kupata furaha. Tulimwomba Mwenyezi Mungu kusini, mashariki, Afrika na sehemu zote, ya Rabbi nenda katuletee viongozi atakao tupa furaha, watakao tusimamia vyema. Ametuletea Engineer Hersi katusimamia vyema, na baadhi ya watu wengine na viongozi wengine wametufikisha mpaka hapa tulipofika. Sisi nani tusiseme asante Hersi, asante viongozi wa Yanga kwa kuwa waaminifu kwetu. Mimi naamini wana Young Africans, wanachama na mashabiki, tunakwenda kuwarudisha viongozi hao. Tena niwaambie mashabiki na wanachama, asije akatolewa kiongozi hata mmoja katika hawa, turudishieni hawa. Wewe utakayebahatika kwenda kuchagua, mema yote aliyofanya Hersi na wenzake tunayahitaji. Bado kuna kitu hawajatufanyia bado. Hapa walichokifanya hii ni nusu. Bado tunahitaji watufanyie zaidi ya hapa. Young Africans tuchukue ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Na naamini Hersi kupitia GSM hao watatuletea ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Usajili unaofuata ni Fanadhubi Kamishururi Amfusi na Misaiatina. Kizinga, mimi na wewe tutakutana mechi ya mwisho Yanga dhidi ya JKT Tanzania dhidi ya Yanga Afrika. Tukutane kwanza kesho KMC panapo majaliwa. Baada ya hapo tukutane sasa siku ya mwisho. Na sherehe zetu za Yanga baada ya kuchukua ubingwa pale Meja Jenerali. Sherehe zinaanzia kwenye jengo jeupe lile pale. Tutaimba na kucheza, tutafurahi tukiwa katika sehemu yetu salama. Lile jengo ni bora kuliko zile milioni 30. Huyo ni kapteni wa wanachama wa klabu ya wananchi Young Africans Kizinga, tukizungumza naye hapa kupitia Manara TV namna ambavyo msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026 jinsi ambavyo unakwenda. Kesho Yanga dhidi ya TRA, lakini mechi ya mwisho ni dhidi ya JKT Tanzania. Anaamini kwamba timu yake inayo nafasi ya kutetea ubingwa ikiwa ni mara 5 mfululizo. Mimi ni Umu Mdoe, nyuma ya kamera yuko Chuda 99. Hii ni Manara TV, endelea kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike.